Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe sana, mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia kwa wakati na majira haya. Majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sami, na kwa siku ya leo ni siku nyingine tena nzuri ambayo imepata kibali mbele za Mungu kwa ajili ya kuweza kukutana katika masomo mazuri kabisa ambayo tunaendelea nayo. Kwa siku ya leo tena nimekuja kwa mwendelezo wa masomo yetu mazuri ambayo juu ya ndoto. Nataka kuzungumza na wewe kuhusiana na ndoto ambazo umekuwa ukiziota, lakini wewe umekuwa ukiziona katika upande ambao huenda ukawa ni mbaya, lakini ndoto nzuri kabisa zinaweza kaja ambao zikakuletea tafsiri mbaya lakini zikawa na tafsiri nzuri. Je, unazijua ndoto hizo ni zipi ambazo ukiziota ndoto hizo zinakuwa zina maana nzuri ama zina tafsiri nzuri? Naomba ungane na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kizuri kabisa, na nikusii endelea kwa mwanafamilia kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe kwenye YouTube channel ya kwetu, na endelea kutufollow katika mitandao yetu mbalimbali ambao tumekuwa tukikuletea masomo haya mazuri kabisa. Mungu wa mbinguni akubariki. Leo sasa nataka nitazungumza aina 4 ama ndoto 4 ambazo umekuwa ukiziota. Wakati mwingine umekuwa ukihisi kwamba zimekuwa zina maana mbaya, lakini maana yake ni njema, maana yake ni nzuri sana. Na leo nipo kwa ajili ya kuweza kukupatia maana hiyo, na nikwambie tu, ukiwa na chochote ambacho umekuwa ukikiota na haujui maana yake, usiache kunitafuta kwa ajili ya msaada zaidi. Una ndoto yoyote, unaweza ukaniandikia kupitia namba ya kwangu ambayo nimekuwa nikihitaji mara kwa mara. Andika kama hauna namba ya Kuhani Sami ambayo ni 0627 40 50 02. Namba ya mtumishi wa Mungu Kuhani Sami ni 0627 40 50 02. Leo nataka nitazamie ndoto hii moja. Unaweza ukaota ndoto uko uchi. Unaweza ukaota ndoto unakuwa uko uchi, na unaweza ukaota pia ndoto umevaa mavazi meupe. Ndoto kama hizi zinakuwa zinaashiria kabisa kuna utakaso mbele yako. Kuna utakaso ambao upo au unatakiwa ujitakase, ama ni ndoto ambayo inakuwa inaashiria kwamba kama ulikuwa katika utakaso, basi utakaso wako umekubaliwa. Na ndoto hiyo hiyo pia inaweza kuwa ina maana pia ya kubadilishwa katika ulimwengu wa roho. Ulikuwa ama kupandishwa daraja, ama kutoka katika hali fulani kwenda katika hali nyingine, lakini inakuwa inaashiria kuanza upya. Kuanza upya na Mungu. Unaweza kuanza upya na Mungu, lakini ndoto kama hiyo inakuja kwamba ukiwa uchi, inaashiria kwamba upo katika kuanza upya na Mungu, upo katika utakaso. Mungu yuko anakutakasa, na huenda Mungu akawa anazungumza na wewe kwamba kuna sehemu ujitakase. Kwa unahitaji utakaso. Kama bado hujaanza kufanya maombi ya utakaso, unahitaji maombi ya utakaso. Kama unafanya maombi ya utakaso, nikiashiria kwamba Mungu utakaso wako yuko katika kukutakasa. Anaendelea kufanya kazi na wewe, anakwenda kukubadilisha, kukupandisha daraja katika ulimwengu wa roho. Lakini kuna ndoto nyingine ambayo unaweza ukaota na usijue ndoto hii inakuwa na maana nzuri. Ni ndoto gani hiyo? Ndoto nyingine ambayo nataka kuizungumzia leo, unaweza ukaota unapaa angani au unaruka. Ndoto kama hii inakuwa inaashiria ushindi. Kuna ushindi uko mbele yako. Mungu kakupatia ushindi, au Mungu anakwenda kukupatia ushindi. Ndoto ambayo unapaa au unaruka angani. Wengi wamekuwa kiota ndoto hizi na wamekuwa kihisi kwamba huenda ni ndoto mbaya, lakini ndoto hizi ama ndoto hii inaweza ikawa ina maana nzuri, kwamba unakwenda kuvuka katika eneo fulani, unakwenda kupaa katika eneo fulani, katika viwango fulani. Mungu anakwenda kukuvusha, na Mungu anakwenda kukupeleka viwango vya juu zaidi. Kwa unaweza ukaota unapaa au unaruka. Lakini pia ndoto ambayo unaota kwamba unapaa au unaruka ni ishara kwamba unaisha pia ushindi au maendeleo, au Mungu anakwenda kukuvusha katika eneo fulani ambalo umekaa kwa muda mrefu. Kwa Mungu anataka kukuvusha
kuvusha, ni ushindi. Kwa hiyo unaweza ukaota unapaa au unaruka. Ndoto hizi zinakuwa zinaashiria ushindi katika maisha yako. Na ndoto kama hizi wengi wamekuwa wakiziota na wamekuwa wakihisi labda zimekuwa zina maana mbaya. Wengine wamekuwa wakihisi labda wamekuwa wachawi wanapaa usiku. Kwa hiyo ndoto hii unaweza ukaiota, lakini ikawa ina maana nzuri kabisa na ikawa na utukufu mbele za Mungu. Ndoto nyingine ambayo unaweza ukaota na ni ndoto ambayo ukahisi ni mbaya, lakini ikawa na maana nzuri kabisa, ni ndoto ambayo ukiota unaweza kuota maji safi. Kwenye ndoto unaona maji safi, yanaweza kuwa yametulia, yanatiririka, au ukawa unakunywa maji safi. Hii ni ndoto ambayo inakuwa inaashiria kwamba amani ya Mungu au baraka ya Mungu iko na wewe. Kwa hiyo unakuwa unaota maji. Kuota maji kwenye ndoto inaashiria kwamba ni baraka za Mungu ambazo ziko na wewe. Kwa hiyo unaweza ukaota maji unayaona au umeyashika, hizo unakunywa, lakini ni maji yawe safi. Usiote maji machafu ukasema kwamba ni umeziona baraka za Mungu katikati yako. Ni maji yakiwa safi, ukiona kwenye ndoto, basi ni ishara kwamba amani na baraka za Mungu ziko na wewe, zinatembea na wewe. Ni mibaraka hiyo unakuwa umeiona katika ulimwengu wa roho. Ndoto nyingine unaweza ukaota na ukahisi kwamba ina maana mbaya, lakini ikawa na maana nzuri. Unaweza ukaota pia pesa, hela. Kwenye ndoto unaweza ukaona kwamba umeshika hela ama unazitazama hela, unaziona hela, fedha. Hii ni ndoto ambayo inakuwa ina maana nzuri. Ina maana kuna baraka ambazo Mungu ameziandaa kwa ajili yako. Kwa hiyo ni ndoto ambayo wengi tumekuwa tukiziota na tukahisi kwamba huenda zinakuwa zina maana tofauti, lakini ndoto hiyo inaweza kuwa na maana nzuri kabisa na baraka. Ni fursa ama baraka ambazo Mungu anakuwa ameziandaa kwako, baraka za kifedha, fursa ambazo zitakuja kukuletea fedha ama kipato. Mungu anakuwa ameziruhusu kwa ajili ya kuweza kukujia. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana ambaye umekuwa ukitutazama na kutufuatilia. Hizi ni baadhi tu ya ndoto ambazo tumekuwa tukiziota, tumekuwa tumehisi labda zinakuwa zina maana mbaya, lakini zinakuwa zina maana nzuri katika ulimwengu wa roho. Mimi nikushukuru sana. Langu jina Kuhani Sami. Bado niko na wewe kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe kuhusiana na ndoto, na bado niko na somo hili la ndoto mpaka tuweze kuelewa, tuweze kufika sehemu, tuweze kugundua ama tuweze kukomboa ulimwengu wetu wa ndoto. Ndoto kila siku anazungumza. Ndoto ni taarifa ambazo Mungu anazungumza na sisi, lakini ndoto pia ni taarifa ambazo Shetani amekuwa akizungumza na watu. Shetani akitaka kukulaani huwa anakuletea ndoto. Kwa hiyo ili ulimwengu wa roho uweze kuzilika katika mwili, huwa anaanza kwanza kucheza na ulimwengu wako wa ndoto. Kwa hiyo akishavuruga ulimwengu wako wa ndoto, unakuwa unaota ndoto na unakuwa huzikumbuki, huwezi kuzifanyia kazi. Unaota ndoto, mwisho wa siku unaikumbuka nusu nusu, vipande. Kwa vyote hivyo ni njama za Shetani kwa ajili ya kuweza kuvuruga ulimwengu wako wa ndoto. Mimi nikushukuru sana. Kuhani Sami. Endelea kufuatia mitandao yetu yote ya kijamii, lakini pia endelea kutufuatilia katika YouTube channel ya kwetu, na usisahau kusubscribe YouTube ya kwetu ya Kuhani Sami ili uwe wa kwanza kuweza kupata masomo haya na mengine mengi. Lakini unaweza kunipata katika namba yangu ya simu ya mkononi. Una ndoto yako, ukihitaji kupata ufafanuzi, tuma tu ujumbe mfupi, andika jina lako, niambie unapatikana wapi, nchi gani, unaitwa nani, na elezea ndoto yako kupitia namba ya simu ya 0627 40 50 02. Tutakusaidia jinsi ya kujua maana ya ndoto yako. Tupo kwa ajili ya kuweza kukusaidia na tupo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunakuvusha katika changamoto ambazo umekuwa ukizipitia, ukikwamishwa mikwamo ambayo Shetani amekuwa akizuia kwa ajili ya kwako. Mungu akubariki sana. Nikutakia utazamaji mzuri. Barikiwe sana. God bless you. Amen.